Bana, sauti ya mtaa na KNN. Bana, leo tumeamua kuingia mazingira tofauti kabisa hapa wilayani Karatu. Tupo mkabala na soko kuu la Karatu. Tunaenda kukutana na wajasiriamali mbalimbali ambao wanapatikana hapa Karatu. Tunatamani tukapate story na anayefanya biashara ya furnitures hapa karibu na soko kuu la Karatu. Hivyo tunaelekea kwake kupiga naye story. Sauti ya mtaa na KNN inaendelea kukata mawimbi sehemu mbalimbali hapa wilayani Karatu. Leo tumetembelea sehemu ambapo panafanyika huduma ya furnitures mbalimbali. Hapa nakutana na mjasiriamali mmoja wapo, labda atueleze jina lake, lakini pia biashara ambayo anaifanya hapa. Kaka, karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Fidelis Matemu, ni fundi seremala. Sawa, labda Fide, labda utuambie labda hapa tulipo tupo sehemu gani? Hapa tupo nyuma ya msikiti mkubwa wa Karatu, karibu na msikiti mkubwa wa Karatu, mtaa naita wa Brazil ya zamani. Okay. Sawa. Fide, labda bana, tunazidi kufanya mahojiano na bwana Matemu hapa kazini kwake. Labda atueleze kwa nini ameamua kuchagua kazi hii na si kazi nyingine. Labda Matemu, labda karibu, kwa nini umeamua kufanya kazi ya furnitures? Kazi ya furniture, najua huwa lazima utafute kazi ambayo unakuwa na ujuzi. Unajua ukikaa mjini bila kuwa na ujuzi ni changamoto, na ujuzi wako ndio unakufanya kupata kula. Sasa kuna kazi nyingine ambazo sio za ujuzi, zile kazi za labda kufanya kazi fulani ambayo mwisho wa siku unaweza lakini ukiwa na ujuzi wako kichwani kidogo unaweza kusongesha maisha. Na labda una muda gani kwenye hii kazi ya furnitures? Kwa muda ambao umejifunza, una muda gani labda? Hii kazi sasa hivi na miaka 14. Miaka 14. Still unafanya kazi ya furnitures. Hongera sana. Changamoto za hizi kazi pia na faida, labda tungeanza labda na mada mojawapo kati ya hizi mbili. Labda tuanze na changamoto kwenye hizi kazi ambazo unazifanya. Utuambie labda jinsi gani unapata changamoto, jinsi ya kufikiwa na zile material kama mbao, labda unapofanya kazi yako. Changamoto zipo, kwa kila kazi huwa ina changamoto. Kwa mfano hata kama kwenye material, kama msimu huu wa mvua, hali ya hewa ilivyo, kama hujaandaa material, kama hujaandaa mbao, huwa tunaandaa mbao kabla tunazikausha, sababu mbao zinatoka vijijini huko. Sasa kipindi ya mvua kuleta mbao kutoka vijijini kuleta mjini inakuwa ni changamoto kidogo. Okay. Mimi ni mteja, nimefika labda kutaka huduma yako hapa kwako. Nakupa labda order ya kutengeneza kitanda kizuri kama hichi hapa. Inachukua muda gani wewe kukitengeneza? Kitanda kama hiki inachukua almost wiki 2 pamoja na finish. Imekamilika kila kitu. Wiki 2. Hapo ni amekalia fundi kabisa au ni wasaidizi? Fundi nimefanya, nimemaliza na nimeachia vijana kufanya finish, wamemaliza kila kitu. Okay, hiyo ni kwa upande wa kitanda. Labda meza au kabati labda? Meza ni siku 2, siku 3. Kabati nayo inachukua wiki 2. Kwa inategemea na hali ya hewa. Sasa kama kuna dalili ambayo sio ya jua, sababu kama rangi zetu hizi zinategemea jua. Kipiga baadaye una spray inataka jua. Kwa hali ya hewa ni mbaya, inaweza ikaongezeka zaidi hapo. Sawa, labda Fide, labda tuende kwenye faida moja kwa moja. Kwa jinsi ambavyo unafanya kazi yako, labda kwa sababu tayari naona kabisa unafanya kazi. Kwako wewe labda unapata labda faida gani kupitia hii kazi? Faida ipo, na faida ni kidogo kidogo ile tunachopata. Kwa mfano kama kitanda, hapo kuna kununua mbao, unakuja kwenye ufundi, kuna kwenye mawe kama bundi, kuna kufanyaje, alafu sasa kile tunachokipata ndo tunagawana, unalipa na vijana walipiga rangi. Faida hiyo. Okay, hapa mimi naona nipo ofisini kabisa. Labda kuna mtu anahitaji labda huduma yako nje na ofisi yako, labda mna deliver ile huduma au mpaka mtu afike hapa ofisini kabisa? Tunafanya hata kazi za nje, kazi za site. Kwa mfano kama hizi nyumba za sasa hivi, nyumba za kisasa, huwa watu wanajenga, unakuwa umejenga makabati ya ndani moja kwa moja. Kwa hiyo ni lazima utoke kazini, ofisini, uende site ukafanye kazi.
au madirisha, shata, kilango kupitisha uwezi fanyia huko, lazima unaenda site. Kwa hiyo kuna wakati tunatoka tunaenda. Okay, labda Fide, kwa sababu hapa mimi naamini tupo barabarani kabisa, labda ungetupa neno moja pia, labda serikali inaweza kasikia kwa upande wa miundombinu, upo karibu na barabara, kwako wewe ni stahiki kabisa ama ni namna umejibanza at least na wewe sasa uendelee kufanya kazi, labda unalipi labda la kusema kwenye hili jambo? Kama hapa tunapofanya sio hapa kwamba tumejiegesha kwa muda, au tulikuwa tuna workshop wetu pale. Sasa kuna changamoto zilitokea, ile nyumba ikawa imechukuliwa, kwa hiyo tukao tumetawanyika kidogo, kwa hiyo kama sehemu tumeibanza, sio sehemu ya kudumu. Na kama tunavyofahamu, labda kwa sababu soko, wafanyabiashara wa sokoni wana sehemu yao kama soko la Karatu, si ndio? Labda unawaambia nini labda at least basi serikali iweze kulisikia ili kwa upande wa watu wa furnitures pia labda waweze kutengewa sehemu yao kama halmashauri ikiweza kufanya hilo jambo, au binafsi nyewe mnaweza mkajitafutia eneo? Ujitafutie inawezekana, lakini kama tungeweza tukapata eneo la furniture la mafundi kwa pamoja kwa inapendeza, lakini sasa kwa mjini hapa kusema eneo linatakiwa liwe kubwa, huwezi pata labda mjini hapa, lazima utatoka nje ya mji, na itakushatoka nje ya mji hapa ni changamoto kupata wateja. Mteja huwa anapita aone kitu avutiwe nacho ndo, lakini kusema unaenda mbali utapata yani wateja ni wachache sana. Okay, labda Fide, sasa kwa nafasi labda uweze kutumia nafasi ya kipekee waambie wateja unapatikana hapa, umesema nyuma ya msikiti, lakini pia labda kwa mawasiliano ingekuwa nzuri zaidi, ili mteja pia anaweza kuvutiwa na huduma yako aweze kukupigia moja kwa moja. Karibu sana. Asante. Kwa mawasiliano labda namba za simu, naweza nikaachia namba za Voda, na pia tunapatikana hata ukiingia mfano TikTok tuna accounting, unaweza kaandika Matem Furniture. Mteja akiingia anaweza kukutana na bidhaa akachagua kule, ila kwa namba ya simu ni 0752 356 777. Hapo unampigia Fide Matem Furnitures moja kwa moja unampata. Bana, tunashukuru. Hii ni KNN sauti ya mtaa. Tumeamua kutembelea furnitures za Bwana Matem. Tuko hapa nyuma ya msikiti, lakini pia around tupo nyuma ya soko la Karatu. Bwana, mimi nashukuru Bwana Matem. Sisi ni KNN sauti ya mtaa, tumeamua kutembelea kwako na tunaamini pia wateja watakuja sasa, kwa kama walikuwa ni wachache basi watazidi kuwa wengi. Hakuna shida. Basi tunashukuru sana.